Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na watu 6 wauawa katika mashambulio ya Urusi baada ya Trump kusitisha mazungumzo na Putin. Makumi ya watu wafariki katika mlipuko wa lori la mafuta nchini Nigeria. Zaidi ya watu 40 wafariki dunia baada ya mabasi kugongana Uganda. Hali ya wasiwasi yaongezeka nchini Cameroon, serikali ya wakamata waandamanaji kadhaa. Na Korea Kaskazini yarusha makombora ya balistiki wiki moja kabla ya mkutano nchini Korea Kusini. Naam. Na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mashambulio makali ya ndege zisizo na rubani na makombora ya Urusi dhidi ya miji ya Ukraine yamesababisha vifo vya takribani watu 6 wakiwemo watoto wawili. Rais Volodymyr Zelensky amesema watu wengine 21 wamejeruhiwa katika usiku mwingine wa mashambulio ambayo amesema imethibitishwa kuwa Moscow haikuwa chini ya shinikizo la kutosha kwa kuendelea kwa vita. Saa chache kabla ya hapo, Rais wa Marekani Donald Trump alisitisha mpango wa kukutana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa kilele unaotarajiwa kufanyika mjini Budapest, Hungary. Trump amesema hataki kupoteza muda. Ikulu ya Kremlin imekataa wito wa kusitishwa kwa mapigano katika uliotolewa na Trump na viongozi wa Ulaya. Huku hayo yakijiri, jeshi la Ukraine linasema kuwa limeshambulia kiwanda cha kemikali cha Urusi katika eneo la mpakani wa Abensk usiku wa Jumanne kwa kutumia makombora ya Storm Shadow yaliyotolewa na Uingereza. Shambulio hilo lilikuwa la kufana kwa sababu lilipenya mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi, maafisa wa jeshi la Ukraine wamesema. Makumi ya watu wameripotiwa kufariki dunia katika mlipuko wa lori la mafuta katika jimbo la kati la Niger nchini Nigeria baada ya gari hilo kuteleza kutoka barabarani na kuanguka na kumwaga mafuta. Wanakijiji walikimbia eneo la ajali hilo na kuchota mafuta kutoka kwa lori lilipopinduka, lakini likalipuka ghafla na kuwaka moto mkubwa uliowateketeza. Takribani watu 30 wameripotiwa kufariki dunia huku wengine wasiopungua 40 wakipata majeraha ya moto viwango tofauti. Moto huo mkali uliwateketeza waathiriwa wengi kiasi cha kutotambulika na waliojeruhiwa walielekezwa katika hospitali karibu kwa matibabu. Ajali zinazohusisha magari ya mafuta kutokea mara kwa mara nchini Nigeria licha onyo kutolewa kuhusu hatari ya kuteka mafuta yaliyomwagika. Mamlaka ya Uganda imesema idadi waliofariki katika ajali mbaya iliyotolewa tokea kwenye barabara kuu ya Kampala Gulu imefikia 46 kufuatia taarifa mpya kutoka kwa maafisa wa polisi, maafisa wa hospitali kumradhi. Maafisa wamesema baadhi ya waathiriwa waliodhaniwa kuwa wamefariki dunia hapo awali walipatikana wakiwa wamezirai na sasa wanapokea matibabu. Wafanya kazi wa kutoa huduma za dharura wanaoshirikiana na maafisa wa afya wamedhibitisha idadi hiyo na kutoa taarifa sahihi, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha mkasa huo. Ajali hiyo ilitokea Jumatano asubuhi katika kijiji cha Kitaleba. Ilihusisha mabasi mawili, lori na gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser, kwa mujibu wa ripoti ya awali ya polisi. Idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kutokana na baadhi ya abiria kujeruhiwa vibaya. Serikali ya Cameroon imesema waandamanaji kadhaa wametiwa mbaroni katika mji wa kaskazini mwa Garoua, ngome ya mgombea upinzani Issa Chiroma Bakari,
huku ukiwa na hofu kuhusu uwezekano wa ghasia nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa leo, waziri wa mambo ya ndani Paul Atanga Nji amesema wasumbufu waliokamatwa walitumiwa na wachochezi kutoka ndani na nje ya taifa hilo. Hatua hiyo inafuatia mfululizo wa maandamano kutoka Garoua na Yaounde leo, ambapo washirika wameshitumu itilafu ya uchaguzi na kueleza kumunga mkono Chiroma ambaye alidai ushindi katika uchaguzi wa urais. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha makundi yanayoandamana na mabango yenye picha ya msemaji wa zamani wa serikali ambaye sasa anataka kumvua madaraka mkuu wake wa zamani Paul Biya. Maafisa wa utawala katika taarifa ya Benoa ambako Garoua iko wamepiga marufuku mzunguko wa pikipiki za biashara kuanza saa 8 mchana hadi saa 11 asubuhi kwa saa za ndani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Katika awamu ya pili ya matangazo yetu tutajiunga na idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo ya ripoti za waandishi, uchambuzi na makala. Korea Kaskazini ilirusha makombora kadhaa ya masafa mafupi kuelekea bahari ya Japan kwenye pwani ya mashariki ya nchi hiyo, ikiwa ni mara ya kwanza kurushwa ndani ya miezi kadhaa na wiki moja tu kabla ya viongozi wa dunia akiwemo rais wa Marekani Donald Trump kuwasili Korea Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele cha ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific. Pyongyang ilirusha makombora ya masafa mafupi mara ya mwisho mwezi Mei. Hii ilitokea ambapo ni tukio la kwanza kwa Korea Kaskazini chini ya rais wa Korea Kusini Lee Jae-yong. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Urusi imefanya mashambulio nchini Ukraine mapema Jumatano hii na kusababisha vifo vya watu 6. Waziri wa nishati wa Ukraine Svitlana Grinchuk amesema mashambulio makubwa ya Urusi dhidi ya Ukraine yalifanyika usiku kucha. Mashambulio hayo yalifanyika siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahirisha mkutano uliokuwa umepangwa kufanyika kati yake na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Budapest, Hungary. John Juma na taarifa hiyo kwa kina. Kucha yaliendelea hadi mapema Jumatano. Timur Kachenko ambaye ni afisa wa ngazi ya juu katika utawala wa Kiev amesema mashambulizi hayo ni juhudi za hivi karibuni zaidi za Urusi kusambaratisha mfumo wa nishati wa Ukraine kabla ya kuanza kwa msimu wa baridi. Kulingana na Chachenko, watu wasiopungua 18 walijeruhiwa kwenye mashambulizi hayo. Wizara ya nishati ya Ukraine imesema mashambulizi hayo yalisababisha umeme kukatika kote Ukraine, lakini tayari wameanza kufanya ukarabati ili kurejesha umeme haraka iwezekanavyo. Mashambulizi makali ya Urusi yamejiri siku moja tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mkutano uliokuwa ukipangwa kufanyika kati yake na rais Vladimir Putin mjini Budapest, Ugiriki, akisema hataki mkutano wa kupoteza wakati. La hasha, sitaki kuwa na mkutano wa kupoteza muda. Sitaki kupoteza muda. Kwa hivyo nitaona kile kitakachofanyika. Lakini tumefanikisha makubaliano mengi mazuri. Yote ni mikataba ya amani na makubaliano thabiti. Lakini kwa hili niliuambia kila upande kujiondoa katika mstari wa mapambano na warudi nyumbani. Kwa hivyo tutaona kitakachojiri. Hatujafikia maamuzi yoyote. Kupitia taarifa, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya usiku huo ni ishara nyingine kwamba Urusi haihisi shinikizo lolote dhidi ya kurefusha vita hivyo. Zelensky amesema mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu wa miji mingi ikiwemo Kiev, Zaporizhia, Odessa, Poltava na maeneo kadhaa ya majimbo ya Kiev, Cherkasy na Sumy. Zelensky ameuhimiza Umoja wa Ulaya, Marekani na nchi zilizoendelea zaidi kiviwanda katika kundi la G7 kuchukua hatua za kuiwekea Urusi vikwazo zaidi. Nikimnukuu, ni muhimu ulimwengu usifiate mdomo sasa, bali ipo haja ya kutoa jibu la pamoja dhidi ya mashambulizi hatari ya Urusi. Mwisho wa kunukuu.
Katika tukio jingine, jenerali wa jeshi la Ukraine amesema vikosi vya nchi yake vimeshambulia kiwanda cha kemikali cha Urusi kilichoko Bryansk usiku wa kuamkia leo Jumatano kwa kutumia makombora aina ya Storm Shadow. Kiwanda hicho ni muhimu kwa majeshi ya Urusi kwani hutengeneza vilipuzi, baruti, mafuta ya makombora na risasi vyote vinavyotumiwa katika mashambulizi ya mara kwa mara. Asante sana John Juma kwa taarifa hiyo, ambapo ni ripoti za waandishi wa habari sasa hivi ambapo nazidi kusonga mbele. Umoja wa Mataifa umesema ongezeko la machafuko linaloongezeka ni hali ngumu ya kibinadamu katika jimbo la Darfur kaskazini nchini Sudan. Mji wa Tawila sasa unakaribisha zaidi ya watu wapatao 1600 waliokimbia makazi yao kutoka El Fasher na maeneo jirani. Umoja huo umeendelea kusisitiza kuwa juu ya wito wa mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kukomesha uhasama mara moja. Josephat Charo na taarifa zaidi. Ghasia katika mji mkuu wa jimbo uliozingirwa wa El Fasher ambao uko umbali wa kilomita 50. Mji wa Tawila sasa unakaribisha zaidi ya watu 600,000 waliokimbia makazi yao kutoka El Fasher na maeneo jirani, na familia nyingi zilizokimbia hazina makazi, chakula cha kutosha au maji salama. Hak ameongeza kusema kwamba katika eneo la El Fasher mashambulizi ya mara kwa mara yanaendelea kuhatarisha maisha ya raia. Vyanzo vya ndani vinaripoti kwamba jana Jumanne makombora makubwa yalipiga maeneo ya katikati ya jiji hilo na kuhatarisha maelfu ya raia katika moja ya maeneo yenye watu wengi zaidi ya El Fasher. Hak alisema. Tukiigeukia Sudan, ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu inaripoti kwamba wakati machafuko yanaongeza janga baya la kibinadamu katika jimbo la Darfur Kaskazini, sisi na washirika wetu tunaendelea kuongeza juhudi zetu za kukabiliana na hali hii na kupeleka misaada katika maeneo ambako ufikiaji unaruhusu. Kwingineko huko Darfur Kaskazini, shambulizi la ndege zisizo na rubani limeripotiwa kulilenga soko kuu katika mji wa Kabkabiya na kudhihirisha hatari kubwa zinazowakabili raia wakati mapigano yanazidi kuongezeka. Wakati huo huo, chanzo cha kijeshi cha Sudan kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba ndege zisizo na rubani za kijeshi ziliulenga uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Khartoum siku ya Jumatano kwa siku ya pili mfululizo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudan ilikuwa imesema uwanja huo wa ndege utafunguliwa tena hivi leo Jumatano, huku safari za ndege za ndani zikirejea hatua kwa hatua baada ya maandalizi ya kiufundi na kiutendaji kukamilika. Lakini hakuna taarifa zaidi zilizotolewa juu ya kufunguliwa tena kwa uwanja huo baada ya shambulio la Jumanne, na bado haijulikani ikiwa shughuli zitaendelea kama ilivyopangwa kufuatia mashambulizi ya hivi leo. OCHA inasisitiza wito uliotolewa na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres wa kukomesha uhasama mara moja kote Sudan, kuimarisha ulinzi wa raia na miundombinu ya kiraia na ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu kwa wale wote wanaohitaji. Haya ndio hali ilivyo. Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo, ambapo tunazidi kusonga mbele kwenye ripoti za waandishi wa habari. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema makamu mwenyekiti wake John Heche amekamatwa na polisi mjini Dar es Salaam leo Jumatano. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amewafahamisha waandishi wa habari. Florence Majani anaripoti akiwa Dar es Salaam. Na polisi mara tu baada ya kuingia katika geti kuu la Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam leo mnamo saa 3 asubuhi. Heche alikuwa amefika mahakamani hapo kufuatilia kesi mbili, ile ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na mashitaka ya uhaini, na nyingine ni ile inayohusu matumizi ya rasilimali za chama ambayo pia inasikilizwa leo mahakamani hapo. Akizungumza na wanahabari muda mfupi baada tu ya tukio hilo, katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amesema hadi sasa hawajapata taarifa rasmi kuhusu sababu hasa za kukamatwa kwa Heche, lakini akagusia uwezekano wa tukio hilo na mgogoro wa Heche na idara ya uhamiaji. Naamini hawajasema sababu, kwa sababu tukio la ghafla, kabla hata kuijua sababu
lakini na tutakumbuka kwamba idara ya uhamiaji ilitoa taarifa kwa umma ikidai kwamba makamu mwenyekiti alikwenda nje ya nchi kinyume na utaratibu, taarifa ambayo haikuwa ya kweli. Sasa inawezekana kabisa kukamatwa kwake kunaweza kuwa kunahusiana na taarifa hiyo. Kama kukamatwa kwake kunahusiana na taarifa hiyo, ni jambo la kusikitisha sana. Itakumbukwa kwamba wiki iliyopita Heche alizuiwa na maofisa wa idara ya uhamiaji katika eneo la Izibania mpakani mwa Tanzania na Kenya mkoani Mara alipokuwa akielekea kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga. Baada ya tukio hilo, idara ya uhamiaji ilitoa taarifa ikidai kwamba kiongozi huyo alivuka mpaka na kuingia Kenya bila kufuata taratibu za kisheria za uhamiaji. Juhudi za kuwapata maofisa wa polisi ili kutoa ufafanuzi kuhusu sababu za kukamatwa kwa Heche hazikufanikiwa hadi tunakwenda mitamboni. Wakati huo huo, katika mahakama kuu leo, Jaji Danstan Ndunguru ametoa uamuzi mdogo katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu baada ya upande wa utetezi kuwasilisha pingamizi dhidi ya shahidi wa upande wa jamhuri aliyejitambulisha kama mtaalamu wa picha. Lissu alieleza mahakama kuwa shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha kielelezo hicho kwa kuwa yeye ni mtaalamu wa picha za mnato na si mtaalamu wa picha jongefu au video kama kesi inavyohitaji. Jaji Ndunguru alikubaliana na hoja za Lissu akisema shahidi huyo hana mamlaka ya kisheria kuwasilisha ushahidi mahakamani. Kesi ya msingi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa katika mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani ukiwa Dar es Salaam kwa taarifa hiyo ambayo inahusiana na chama cha Chadema. Endelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Awamu hii ya pili, ripoti za waandishi na shirikiana DW. Israeli imekamilisha mchakato wa kutambua miili ya mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas Gaza. Mateka hao wawili waliuawa katika eneo la Kibutzi Nir Oza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 wakati kundi la wanamgambo wa Masa walipovamia kusini mwa Israel. Tangu hatua ya usitishwaji wa mapigano ilipoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka huu. Amina Abubakar na taarifa hiyo. Shirika la Msalaba Mwekundu limesaidia kusafirisha mili hiyo ambayo ilikuwa imehifadhiwa kwenye masanduku maalum ya kubebea maiti na kuikabidhi kwa jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza. Mateka hao wawili waliuawa katika eneo la Kibbutz Nir Oz mnamo Oktoba 7, 2023 wakati wanamgambo wa Hamas walipovamia kusini mwa Israel, tukio lililochochea mzozo wa sasa wa Mashariki ya Kati ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka miwili. Tangu kutekelezwa kwa makubaliano ya usitishaji mapigano tarehe Oktoba 10 mwaka huu, mabaki ya mateka 15 waliokuwa wakishikiliwa na wanamgambo wa Kipalestina yamerudishwa Israel. Hata hivyo, miili mingine 13 bado inahitaji kutambuliwa ili kurejeshwa nyumbani. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano hayo ya usitishaji mapigano ambayo sharti jingine linalosubiri kutekelezwa ni Hamas kuweka silaha chini kisha vikosi vya usalama vya kimataifa kupelekwa Gaza ili kuamua mustakabali wa uongozi wa eneo hilo lililokuwa chini ya udhibiti wa Hamas. Wakati huo huo, maziko ya zaidi ya miili 50 ya Wapalestina iliyorejeshwa Gaza kutoka Israeli yanatarajiwa kufanyika leo katika makaburi ya Deir al-Balah. Israel bado inashikilia miili ya takriban 165 ya Wapalestina waliokufa wakiwa magerezani. Haya yanajiri wakati makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance akitarajiwa kukutana leo na waziri mkuu Netanyahu pamoja na rais wa Israel Isaac Herzog kwa mazungumzo kuhusu amani ya Gaza. Vance ameandamana na wajumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Steve Witkoff na Jared Kushner. Vance amesema na matumaini makubwa kwamba makubaliano ya amani ya Gaza yataendelea kutekelezwa ipasavyo, lakini akatahadharisha kuwa mambo sio rahisi. We are 1 week into President Trump's Tumeingia wiki moja ya mpango wa amani wa Trump Mashariki ya Kati. Naweza kusema mambo yanakwenda vizuri kuliko nilivyotarajia, lakini pia lazima tujue kwamba hii ni hali ngumu sana. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Israeli kuanza mpango wa kuijenga upya Gaza, kutekeleza amani ya muda mrefu na kuhakikisha kuwa kuna vikosi vya usalama Gaza ambavyo havihusishi wa Marekani vinavyoweza kuhakikisha amani na kuwepo huko kwa muda mrefu.
on the ground in Gaza, not composed of Americans who can keep the peace over the long term. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ICJ inatarajiwa kutoa maoni yake kuhusu wajibu wa Israel kwa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine yanayotoa misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Maoni hayo yaliyoombwa na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi Disemba yanatarajiwa kubainisha wazi kiwango cha ulinzi ambacho mataifa yanapaswa kutoa kwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa duniani kote. Haya, asante sana Amina Abubakar kwa taarifa hiyo, ambapo nazidi kusonga mbele wakati ambapo mabasi mawili na magari mengine mawili yamegongana mapema leo kaskazini mwa Uganda na kusababisha vifo vya watu wapatao 46. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea baada ya saa 6 usiku kwenye barabara ya Gulu ambao ni mji mkubwa kaskazini mwa Uganda. Lubege Emmanuel na taarifa kutokea Kampala, Uganda. Katika wilaya ya Kiriandongo ambapo baada ya mabasi hayo kugongana, moja lilibingiria huku lori iliyohusika nayo ikipinduka. Tofauti na taarifa za awali kwamba idadi ya waliofariki walikuwa 63, polisi imethibitisha kwamba watu 17 waliokuwa katika hali mahututi na kupoteza fahamu wangali hai, ila kuna mashaka kwamba idadi ya vifo huenda itaongezeka kwani walipata majeraha mabaya. Msemaji wa polisi wa usalama barabarani Michael Kananura amefahamisha hivi kuhusu ajali hiyo. We confirm that the total number of... Tunathibitisha kuwa idadi jumla iliyofariki katika ajali hiyo ni 46. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni za hospitali. Stands at 46 according to the latest update from the hospital. Kuelekea mwishoni mwa mwaka, ajali nyingi hutokea nchini Uganda na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, hasa zikihusisha magari ya abiria. Katika ajali nyingine ya hivi karibuni, mwezi Agosti, watu 25 walipoteza maisha yao nchini Kenya walipokuwa wakienda matangani. Ajali hizi mbili ndizo mbaya zaidi kutokea Afrika Mashariki hivi karibuni, zikisababisha idadi kubwa ya vifo. Hali hii huelezewa kutokana na wasiwasi wa madereva wa makampuni ya mabasi kufanya safari nyingi. Kumekuwepo na juhudi kadhaa kudhibiti hali hii kupitia vizuizi vya kushtukiza vinavyowekwa kwenye barabara, lakini pia mabasi kuwekewa vifaa vya kuzuia mwendo kasi. Msemaji huyo wa polisi amewahimiza waendeshaji kuchukua tahadhari dhidi ya kuendesha kwa mwendo kasi na kutojaribu kupita magari mengine bila kuwa uangalifu. As investigations continue, we strongly urge all motorists. Huku uchunguzi ukiendelea, tunawahimiza waendeshaji kuhakikisha usalama barabarani na kuepukana na kupita magari mengine bila kuchukua tahadhari, kwani hiki ndicho chanzo kikubwa cha ajali kama hizi, which remains one of the leading causes of crashes. Takwimu za polisi nchini Uganda zinaonyesha kuwa mwaka 2024 pekee watu 5144 walipoteza maisha yao katika ajali za barabarani. Idadi hii iliongezeka kutoka 4806 mwaka uliotangulia, na kwa hiyo kuzidisha mashaka na wasiwasi kuhusu hali ya usalama kwenye barabara za Uganda. Kulingana na msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu Uganda, majeruhi wengine kutokana na ajali hiyo wamo katika hali mahututi. Jamaa na marafiki wameshuhudiwa kwenye vituo kadhaa vya afya wakifuatilia hali walimo watu wao, huku polisi ikiendelea kukusanya majina waliofariki na wale waliohusika katika ajali hiyo. Lubege Emmanuel, DW Kampala. Asante sana Lubege Emmanuel ukiwa Kampala. Wakati huu basi pote pale ulipo msikilizaji, ni kwamba tunakuomba simama na kituo hiki, idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, katika hatua ya kuweza kununua transmitter na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kuweza kutuma pesa. Unaweza vile vile tembelea Facebook yetu, ama ukipenda kitandazi pale utapata link ya PayPal ambapo unaweza tumia hiyo iwapo huko kwenye maeneo ambayo unatatizika kutuma kwa paybill au kwa till number. Sasa hivi basi na kurejesha kwenye studio za DW ambapo Sam Njama na vile vile Tatu Karema wanachambua yaliyo kwenye maeneo ya mitandao.
yangekuwa hivyo, lakini ukizingatia timu wanaocheza nayo PSG, mabingwa watetezi, ni kama kulikuwa na dalili ya kuweza kucharazwa, lakini sio kwa namna hiyo. Katika ujumbe ambao wameandika, anasema inaumiza, nataka kuomba radhi mashabiki, tunawahitaji Jumapili ambapo wanacheza ligi ya Bundesliga dhidi ya Freiburg. Wanasema ili kuchukua hatua nyingine ya kusonga mbele. Anasema wafuatiliaji wa wasamee wagange yajayo. Yani kuna kuomba msamaha baada ya kushindwa. Bila shaka lazima, kwa sababu mashabiki ndio wanaoumia. Dakika 90 zinaamua, wengine wanasema ni ufundi wa timu, lakini mara nyingi naamini ni bahati nasibu. Hapana, ni timu ijipange. Ukiangalia kiwango cha mchezo walichonacho PSG, bila shaka ilikuwa kuna dalili nyingi sana. Lakini pia vile mbali na mvua ya mabao katika mechi mbalimbali, kwa sababu Barcelona walipata mabao 6, mechi nyingine PSV pia walipata mabao 6. Kwa hiyo ni mechi ambazo jana kulikuwa na mvua ya mabao katika ligi ya mabingwa, lakini pia vile kulikuwa na kadi nyekundu 5. Kwa hiyo mashabiki hapa wamezungumzia namna ya kadi zilivyokuwa zikitolewa. Mmoja anaitwa Footballize, anasema huu muendelezo wa matukio ya kughadhabisha katika mchezo wa soka. Inaboa sana kuona kadi nyekundu zinamiminika kwa namna hii. Lakini hii leo mechi zinaendelea. Wawakilishi wengine wa Ujerumani, Bayern Munich, wanashuka dimbani na Eintracht Frankfurt vile leo pia wanakipiga na Liverpool. Kwa hiyo macho na masikio mashabiki yataendelea. Tukiachana na haya yote, tuelekee kule nchini Kenya. Siasa za Kenya haziishi. Baraza la magavana limelaani matamshi tata yaliyotolewa na gavana wa Nyeri, Mutahi Kahiga, ambapo alionekana kudhihaki kifo cha Raila Odinga. Sasa gavana huyu alibua hasira siku ya Jumanne katika hafla ya mazishi katika maeneo ya Nyeri kule, baada ya kudai kwamba kifo cha Odinga kilikuwa mpango wa Mungu ili eneo la Mlima Kenya lirejee kunufaika na rasilimali za serikali ambazo yeye anasema awali zilikuwa zimeelekezwa katika maeneo mengine. Sasa video fupi ambayo imekuwa ikisambaa mitandaoni, Kahiga alidai kuwa mpango wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na marehemu Raila Odinga ulisababisha mwelekeo wa maendeleo ya serikali kuhamia katika eneo la Nyanza. Kauli hii imekadhibisha watu. Mwenyezi Mungu aingilie kati, atoe uhai wa mtu kunufaisha eneo fulani kwa maendeleo. Anasema kwamba maelewano waliokuwa nayo ni yao, kwa hiyo kwamba ameondoka inarudisha maelewano katika eneo za watu. Zasemaje? Kuna viongozi mbalimbali wa Kenya wamekosoa. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Caroline Karugu, yeye ameyataja matamshi ya gavana Kahiga kuwa ni ya kipuzi na ya kusikitisha sana. Lakini wananchi pia walikuwa nayo ya kusema. Yule Mrasta anasema sheria ifanye kazi yake, ama inafanya kazi tu kwa wanyonge. Lakini John Bosco anasema matamshi kama haya ndiyo yanayofanya taifa liendelee kuvuja damu. Hakuna kabila iliyo na uwezo wa kuhifadhi maisha au kuchukua maisha. Hakuna kiongozi anayekufa kwa ajili ya mwingine anufaike. Kifo cha Raila kimetufunza umoja, amani, demokrasia na haki. Hatutaki chuki wala ukabila. Unajua, najaribu kufikiria ama kujiweka katika nafasi ya familia. Inasikiaje kusikia maneno kama haya wakati ambapo ni juzi tu amezikwa na wamepoteza nguzo, mbali na kiongozi ambaye wa Kenya na bara zima la Afrika limemtambua. Kwa hiyo kusikia matamshi kama haya kwa kweli inasikitisha. Lakini kufuatia ukosoaji, Kahiga ameomba msamaha na pia kujiuzulu kama mwenyekiti makamu mwenyekiti wa baraza la magavana. Siasa za Kenya. Tuachie hapo, tuangalie ujumbe ambao mfuatiliaji wetu ametutumia katika mitandao mbalimbali, Facebook, Instagram, YouTube. Namwona Simon Tesha anasema hii ni mbaya, Heche amekosa nini? Veronica Mali Monte anasema poleni sana Uganda, na Jumanne Mhela akiwa Nzega anasema poleni raia wa Gaza kwa yote mnayopitia. Hassan Mlacha akiwa Kaloleni Moshi anasema asante sana DW na wapata vyema kutokea mjini Moshi, niko nanyi, poleni watu wa Gaza, safisheni ardhi yenu kujiandaa kwa maisha mapya. Lucas Yeremia akiwa kule Kilimani Rufiji Pwani anasema ajali ni tishio sana kwa usafiri, unaomba kila wakati ufike salama. Jabiri Masato ametuandikia akisema huu ndio uchaguzi pekee ambao mpinzani yupo nje ya uchaguzi, lakini chama kikuu
na dola wamekuwa mstari wa mbele kuwadhoofisha. Kabanzi Jean anasema swali langu, je, Tanzania kuna uchaguzi au kuna jina tu la uchaguzi? Maana kinachoendelea kule Tanzania sio demokrasia. Wakati nchi inapoelekea kwenye uchaguzi, wapinzani wananyanyaswa. Jamani, hakika Afrika imefanana kabisa, hakuna pa kukimbilia. Kasongo Mulumbula anasema pole sana ndugu zangu huko Gaza. Na Gilbert Kombe akiwa Afrika Kusini anasema wanachofanya polisi wa Tanzania ni ukandamizaji wa wapinzani kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Nisema ujumbe wake Dohoi Bundala anasema pole kwa msiba uliotokana na ajali. Mwenyezi Mungu awatie nguvu kwenye kipindi hichi cha msiba. Kasongo Filipe akiwa Lubumbashi anasema asante DW Kiswahili kwa habari za dunia. Muganyizi Themi anasema tusaidieni kuzihoji mamlaka, nini kilichopelekea kumkamata mheshimiwa Heche. Naona tukomee hapo kwa sasa, lakini kumbuka mfuatiliaji wetu, muda usiokuwa mrefu tutarudi na mjadala wa siku, ambapo hii leo tutamulikia mzozo wa Sudan. Asante sana Tatu Karema hapo hivi na Samjama. Nazidi kusonga mbele hivi sasa. Basi nachukua fursa hii kuelekeza kupokea kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Kiziba mkonga cha sasa. Kama mchango unaolete kwenye ndoa ni kupika, kufua na tendo la ndoa pekee, basi unapwaya sana. Kama mchango unaolete kwenye ndoa ni kupika, kufua na tendo la ndoa pekee, basi unapwaya sana. Ndio maana mimi hupenda kusema kila wakati, dunia sasa inahitaji ushirikiano na kusaidiana. Usimshawishi na kumlazimisha. Mpenzi wako wa kuamini, muonyeshe sababu ya kwa nini anapaswa kukuamini. Trust need actions. Kumbuka, wewe ni jibu la hitaji la mtu. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.